yule mchezaji wa Simba Duchu. Duchu amefungiwa kwa kosa la kumwaga vimiminika uwanjani. Duchu wa kumwaga peke yake, na video hapa Selemani Mwalimu anamwaga. Pia alikuwa na yule ball. Kwa nini hayupo kwenye ile adhabu Selemani Mwalimu? Duchu anamwaga maji. Yule striker wao Mwangosi alimwaga, hajaonekana, au walikuwa wanahitaji tuwape ushahidi? Kama umemfungia Duchu, umempa adhabu Duchu, kwa nini? Kuna tukio bora ambalo linatokea ukiwa ndani ya mchezo. Kama lile la Selemani Mwalimu. Lile alikuwa kwenye mchezo. Angalia Bikoko alimwekea mkono. Unajua tuko kwenye mpira kutengwa. Maana kuna ni disturb, ndio. Huo mkono huo ndio ulitumika kama kumpiga, labda kama alimpiga kwenye kanuni. Wakati zinaandaliwa wanaweza tafsiri kanuni kwa kosa au mtenda wa kosa. Kuna nafasi mbili za yeye kuchagua: kutazama mazingira ya tukio, historia ya huyo mchezaji au mhusika wa tendo, against, yani hata yule aliyetendewa naye wana nafasi ya kumhusisha kwenye tukio. Kwamba mnamkumbuka kulikuwa na mchezaji anatabia kufanya vitendo visivyofaa mchezoni kwa wenzie, kwa kutumia kidole ambacho sio sahihi. Nakumbuka. Fungulia. Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini usifungie miezi 6? Piga ukarabati wa kutosha. Mbali mechi zikija zinachezwa mechi zimenyooka. So tunaangalia mechi kinyaa. Kwa nini tunaangalia mechi kwenye viwanja? Tunasikika kupitia 92.5 Mjini FM, tuko live pia Dar es Salaam na dunia nzima kupitia mjinifm.co.tz au kupitia Radio Garden. Sawa. Kwa updates tu, jana pia Azam walimaliza kwa kushinda 1-0 dhidi ya kikosi cha Mbeya Kwanza Steve. Kabisa. Kwa hiyo Azam wamefuzu pia kwenda next kwenye hatua ya michuano ya Federation Cup Tanzania. Sawa, kwa haraka tu. Manake next game inavyoonyesha ratiba za Federation Cup, kwa sababu zilishapangwa kutokea kwenye 16 bora kwenda kwenye robo finali. Kila mmoja alishapata yule ambaye anakwenda kucheza naye. Ngoja tupitie hapa kidogo. Kwa waliofuzu kwenye hatua Young Africans atacheza na TMA Stars. Singida Black Stars atacheza na Mbeya City. Azam wenyewe watacheza na Fountain Gate, wakati Geita Gold wenyewe watacheza na Mashujaa. JKT Tanzania watacheza na Mbuni, wakati Simba Sports wenyewe watacheza na Dodoma Jiji, na Namungo watacheza na TRA Sports Club. Kuna mfupa mwingine unasema Dodoma ni 16 bora. Simba anajiandaa na Dodoma. Mfupa kwani? Lakini hii mechi itakuwa nyepesi kwa Simba. Kwa nini? Kama wale mabeki wa zamani wale kina George Magere. Hii mechi itakuwa nyepesi sana kwa Simba. Soko imeshtuka kwa sababu Banda hayupo hapo. Exactly. Ila Dodoma nidhamu yao ya kiulinzi inaridhishwa. Nani? Mfupa ni kwamba nani ambaye yuko kwa ajili ya kuweka hiyo katanafu nyuma. Kwanza ngoja. Banda akiwepo mechi iliyopita dhidi ya Simba. Banda hakucheza kama center back ile namba 4 na namba 5. Sio? Ni namna ambavyo coach wa Dodoma Jiji amebadilisha hiyo alivyoanza first half, alivyokuja second half alibadilisha. I think ni Nsata yule alitoka. Akawa amerudi kwenye mfumo wake wa kawaida, kwa maana kwamba Banda amepacha pamoja na Andy Bikoko. Lakini alivyoanza mechi alikuwa na mabeki watatu. You see, kwa hiyo kwenye hiyo mechi hauna kabisa Banda. Game Munganga yupo. Munganga alikuwa kwa kiungo cha 6. Anacheza Munganga anacheza center back. Ukiona back 3 anacheza namba 6. Ukiona back 3 kwa wachezaji wa Kikongo wana uwezo kucheza kama back 3 ambaye anakaa kati. Aucho anaweza kucheza hiyo. Nimewahi kuona Bangala alikuwa anafanya hivyo. Munganga sio mzuri pia kwenye kuzuia sana. Kama unakumbuka vizuri mechi ambayo ilichezwa na Young Africans, Nelson Munganga alipigiwa 1-2 kwenye box na sio mzuri akawa na 5 kwa sababu yeye ni natural midfield. Maana yake mpira wake sio mzuri eneo hilo. So ni game ambayo kwa yani ndio maana nasema rahisi, kwa sababu ule uko. Lakini ngoja tuone kwanza. Sisi ya mfupa huo. Tunajua wenyewe kwa machachari wale. Kwa Simba hii haiwezi kuwa mechi rahisi. Wanachezea tena Simba kwa nyumbani kweli wangebana. Kama Isamu Simba anaweza akapata. Mechi sio nyepesi hiyo ndugu yangu. Mechi sio nyepesi kwa sababu
unaona sasa hivi plan ambayo tunaizungumzia hapa, Dodoma anamkosa Banda na wao pia wana plan yao wanaipanga kwa ajili ya kucheza na Simba bila Banda. Ambayo hiyo plan sasa ndio mara nyingi huwa inakuwa ni ya pili. Alafu yani kama mwalimu atakuwa ni plan ya pili. Alafu utakuwa mwalimu. Simba ana bila striker. Mwalimu Suleiman Mwalimu sikafungiwa. Mechi ngapi? Michezo 3. Sasa si anamaliza game za ligi hapo. Mechi ya FA yupo. Banda anakosekana kwa sababu Banda ana mechi 3 naye. Wakati ratiba wakati inatoka taarifa ya kwamba Banda anafungiwa, wanacheza mechi. Robo finali inachezwa lini? Ngojeni. Mechi 2 zinapita hapa. Yaani sikiliza, Simba ana mechi zake na Dodoma Jiji ana mechi zake. Kama Banda asingecheza mechi ambayo umecheza na African Sports Weekend, manake mechi na Simba angekuepo kwa sababu ana mechi na Fountain Gate, ana mechi na Azam, alafu ndio wanakuja kucheza mechi ya FA. Kwa hiyo kama Banda asingecheza mechi na FA, adhabu yake ingeanza ile mechi dhidi ya African Sports. Lakini kwenye mechi ya African Sports ndio taarifa inakuja kutoka, mchezaji yupo kwenye lineup, sawa, anakwenda kwenye mechi na wakati huo inawezekana Simba atakuwa wamefikia mwisho wa makubaliano na Soa. Kwa inawezekana baada yani kukosekana kwa Suleiman Mwalimu, inawezekana Soa kawepo uwanjani. Bado sumu mweko ndani ya sumu nyingine. Bado sio nyepesi hiyo sisi. Niko hapa. Sisi kwa mchezaji gani? Na kwa Simba hizi mechi sisi kwa hizi mechi alikuwa anazungumza Justin hapa kwamba Simba wanaweka full mkoko kama kina Chama kina nani. Simba kwenye hizi mechi za FA mimi nadhani Simba wekeze nguvu sana, kwa sababu kwenye ligi panahitaji kuwekeza nguvu, lakini ni 50-50. Huko unaweza kupata uhakika zaidi. Na nilishangaa hata mechi iliyopita pengine Mwalimu kwa sababu alichukulia ni timu ya kawaida sana kwamba lazima tupata matokeo. Yaani hizi mechi mfano kucheza na Dodoma Jiji, Simba hataki kwenda kujaribisha tena wachezaji ambao hawapati nafasi. Kwenye ligi 50-50 maana yake nini? Yaani mpaka kuchukua ubingwa kwa Simba. Yaani so 50-20-80. Sawa, naweza kukubaliana na wewe. Kwa sababu Simba itabidi wapige ramli kwamba kukutana na Yanga wamfunge. Hiyo 50 alafu kuna mtu mwingine amsaidie Yanga kumfunga. Nani? Wanaweza katokea kama Tabora wanashakufanya 12 sare 6. Jamani kwa haraka tu tumetaja hiyo ratiba Steve. Tuna taarifa pia kutoka kwenye klabu ya Simba, ndio jana pia ilitoka taarifa ya wale wachezaji ambao wamepatiwa chuma mpya kabisa Steve. Wana wachezaji wapya wa Simba wale wamepatiwa chuma zao. Lakini sasa ukikumbuka vizuri weekend hii imetawaliwa na kile ambacho kimetangazwa na kamati ya uendeshaji na usimamizi, bodi ya ligi nchini Tanzania, maarufu kama kamati ya saa 72 iliyofeli. Na Young Africans waliibuka wakawa wanataka maelezo kutokana na baadhi ya adhabu ambazo zilikuwa zimetolewa. Ndio unaona, kwa hiyo kuna asilimia kubwa ya vilabu kutokuridhishwa kutokana na maamuzi ambayo yamefanyika pale. Sio vilabu tu, Sizia, weka na waandishi wa habari, hata mimi mwenyewe sijaridhishwa. Hata kuna baadhi ya mashabiki nao walikuwa wanaweka. Mimi hata sitaki kuficha. Mimi kama mchambuzi sijaridhishwa na adhabu. Kuna pahali niliuliza kama ikitokea kwa wachezaji hawa, wachezaji wana nani ambaye anaweza kuwasemea? Sababu kama vile unaona unajua mfano hizi timu zenye nguvu angalau zinaweza zikaibuka wenyewe zikasikilizwa. Lakini kuna adhabu nyingine, nani ambaye mfano wa Dodoma Jiji. Exactly. Wachezaji si wana sisi mfano ile ya Banda. Hivyo wale Waarabu singi kila siku wakakuwa wanafungiwa Waarabu na zile mbilinge zao kadidondoa kwenye machela kashuka. Mimi nimeona so acha tu Banda paka wale ambao wanambeba wale wampiwa adhabu wale. Sitaki kulivalia kibwebwe sana. Ready close wale. Manake nimeshalivalia kibwebwe. Unaogopa? No, nimeambiwa maneno mazito. Na nani? Nani unakuja unakufuata? Unajua wakati mwingine mtu unamheshimu kabisa. Unajua mtu mwingine unamheshimu vizuri kabisa. Lakini namna ambavyo wanakuja na kuataka na kuandikia maslahi yako binafsi na nini. Wakati mwingine unasema sasa huyu bwana nitamjibu nini sasa mtu kama sasa ndugu yangu. Kwa hiyo nimelivalia kibwebwe na nimelivalia limuafikia. Wewe unaniruhusu na mimi nilivalia kibwebwe maana nina hamu. Yako mengi sasa. Mimi mzaramu kwenye vibwebwe tena na vibaya. Sisi kwa upande wako wewe adhabu ipi au vitu gani ambavyo havikukufurahisha au unaona hisi havikwenda ipasavyo? Mimi ni Banda tu, hayo mengine yote wacha. Mimi ni Banda tu. Mimi ni nani? Kila mtu ngoja. Kumbe kila mtu na menyu yake. Nisikilize na mimi sasa. Sasa mimi kinachonishangaza kulikuwa na double standard kwenye kutoa maamuzi. Kwanza kwenye ile ya waamuzi wale ambao wote
walifanya fyongo Kwenye mechi. line 1 na line 2. Sawa. Mmoja unamfungia miezi 3, mmoja miezi 6. Yeah. Uzito upi? Kwa nini umepimaje ili mbadi kufungia katika mazingira hayo wakati umetumia kanuni moja kufungia? Okay. Kitu cha pili, Abdi Hassan Banda, si ndio? Abdi hakustahili kupata hata adhabu ya mechi yani mechi nusu, so moja nusu. Hakustahili kufungiwa kwa sababu kitu gani kimekufanya umfungie Abdi Banda? Kwa Abdi akisema anatoka anakwenda kudai haki yake kwamba mimi nilidondoshwa na watu wa wale msalaba mwekundu, wamenibeba vibaya, kweli nimedondoka. Sio, unanielewa? Nyinyi mnaweza mkaona ilikuwa cheating, lakini yeye mwenyewe anasema kwamba okay, nimedondoshwa. Nimedondoka, nimekufa pale chini. Unanielewa? Hivyo vitu mbona Abdi Banda ya pili. Mechi zingine Kitu cha tatu, yule mchezaji wa Simba Duchu. Duchu amefungiwa kwa kosa la kumwaga vimiminika uwanjani. Duchu wa kumwaga peke yake, na video hapa Selemani Mwalimu anamwaga. Pia alikuwa na yule ball. Kwa nini hayupo kwenye ile adhabu? Selemani Mwalimu. Duchu anamwaga maji. Yule striker wao Mwangosi alimwaga, hajaonekana, au walikuwa wanahitaji tuwape ushahidi? Kama umemfungia Duchu, umempa adhabu Duchu, kwa nini Selemani Mwalimu hajaguswa? Kwenye Mwalimu tumebalance kwa sababu tulishamfungia kwenye adhabu nyingine. Kwa nini umemfungia mechi 3? Unapatanisha adhabu ya kumpiga mchezaji mwenzake. Mechi 3 wapi? Kwa kawaida huwa wanafungiwa mechi ngapi? Mechi 5. Kama hivyo. Kama kipindi kile kwa Baka. Mechi 5 na faini ya milioni 1 kwa pigo lolote. Unajua kuna kanuni ambazo ukizifafanua vizuri, mfano Jumamosi hatukupata nafasi pia tuzungumzia, lakini hatukuingia sana deep kwenye hii. Kuna kanuni mbili ambazo zina define kitu gani kinaenda kufanyika. Kuna kanuni ya 4152 na kuna kanuni ya 4112. Ukiziangalia hapo kuna moja ambayo inazungumzia matukio ambayo yana uzaidi, umeelewa? Yana uzaidi wa ile tukio. Alafu kuna ile ambayo inazungumzia, kwa labda tuisome kwa sababu faida nani, kama ungekuwa nao karibu hapa. Yani kuna zile kanuni ambazo ziko ndani ya uzaidi wa tukio lenyewe, na ndo hapo ambapo mfano uzaidi ni kivipi sasa? Mfano kuna tukio ambalo liko ndani ya wanasema la kimchezo. Moja hapo tuisome faster. 4125. Kwa hiyo kuna kitu ambacho yani ukiangalia zile kanuni yani unaweza kukuta kuna utofauti kidogo sana. Mimi nataka nifahamu pale kwa mfano ile Mwalimu ile wewe umehesabu katika kuona zaidi kwa sababu Mwalimu, ngoja hapo tukisoma nadhani ndio itakuwa 41. Mchezaji atakayepata kadi ni taratibu, ngoja taratibu, yes, wala watu nasikiliza, usije ukatufuata DM huko, kwa sababu ukizungumza uzito sio na nini, ile tukio ni zito sana. Alafu hapo kwenye jamani, kwenye Kolomeo hapa ni simu hatari sana. Lakini mbona kuna baadhi ya watu wengine wanasema katika ile tukio la Selemani Mwalimu, kabla Selemani Mwalimu hajampiga yule Kiwiko Bikoko alianza kwanza yeye kama kumchokoza, na yule ndio akatumia sasa kosa kwenye mpira ndio ukurudisha. Kwa hivyo rudisha ndio imekuwa kosa sasa. Yani basi itakuwa hapa kwenye adhabu yake ya kumfungia michezo 3, labda walitafsiri na ile, yani anayerudisha kitendo off ametoka kwenye mpira, kwa sababu hata Baka naye pia siangeweza kujitetea kwamba alinianza. Yani ukirudisha wewe umetoka kwenye kuanzia hapo. Lakini pia mimi naona na mimi nichangie kidogo sana na hizo adhabu. Wakati Lugano anaendelea kutafuta hiyo kanuni, si ndio? Maana kuna vitu mimi pia mwenyewe binafsi vinikera by the way, na sio mimi tu, kwa sababu hizo adhabu zinatoka, si tuko safarini tunarudi da, na watu wapo nao pia na wenyewe walikereka na hizi. Ukitokea wapi? Singida. Unaelewa? Maana kuna baadhi ya vitu wameviamua, mpaka mimi nikaandika hivi, ni ambao kwenye hizi kamati ni wana timu zao, wana mapenzi nao moyoni, ama ni watu ambao wako pale kwa ajili ya kusimamia misingi na sheria na hizi kanuni. Kwa mfano kama Banda watu wanasema wamemfungia kwa sababu ya unoko wake kwenye mechi dhidi ya Simba. Yaani unoko vipi? Ndio zinavyosemekana. Inasemekana. Yaani unoko vipi? Yaani sisi tumetumiwa message mimi na wewe ndugu yangu. Tumetumiwa viewers kwamba huyo mnoko kaikomoa Simba, alafu watu nao wamemtafuta wamempata kwenye, lakini paka Red Cross
Umefungiwa. Sababu hata ukija kuangalia kwenye masuala ya mbeba mchezaji 5-2 inasema kupigana, kupiga kabla, wakati wa mchezo au mara tu baada ya mchezo kumalizika. Ndo adhabu ambayo imemhukumu, si ndio? Endelea kusoma. Hiyo ndo ambayo imemhukumu. Wale mchezo ulikuwa unaendelea. Kupigana, kupiga kabla, wakati na mchezo mara tu baada ya mchezo kumalizika. Yaani hayo matukio yote ndio juu yake pale ndio inatoa maelekezo. Ndio inakuja kutoa maelekezo ya adhabu. Yaani utofauti wake na nyingine. Adhabu yake utakosa mechi 3 ndio? Yeah. Ndio inaelekeza kukosa mechi 3 na kiasi cha ndio imetumika hii. Sasa kwa nini wengine mechi 5? Sasa hiyo kuna sehemu hapa ndio naitafuta inaelezea sama matukio ya ziada yale ambayo sio ya kawaida. Kama ile tukio la mfano, sasa kuna hiyo sehemu anazungumzia mfano kumpiga, unaweza kumpiga boy nini wala wakota mipira. Yes. Yana mbona kifungo ambacho mimi nauliza swali jamani. Mbona Morrison kwa sababu ya uharaka na naitafuta. Morrison. Yaani ukifanya kitendo cha ziada hakuwahi kufungiwa na vitendo vyake vyote vinapoteza muda. Tumchukulie Kante, sawa? Ambaye alimpiga Faisal. Kile kitendo kilikuwa ndani ya mchezo, si ndio? Lakini alimpiga kisivyo kawaida. Yaani mpira haupo tayari kampiga sehemu. Kwa umeona kawaida. Swali linakujaje? Hata Kante naye alikuwa mechi 5. Alikuwa mechi 5. Mwalimu ilikuwa ni kawaida kwenye koo kupiga kiwiko ni kawaida, na kwa sababu mazingira yale hatuyatetei, ila ukiangalia mazingira kuna mtu alikuwa amemdisturb. Umeelewa? Kwenye kumdisturb wakati anaruka akaamua kumpa kiwiko. Ndani ya tukio sio sawa, na ndio maana akahukumiwa, lakini ni ndani ya mchezo. Nataka nitoe mfano mmoja hapa. Unaona injury ya Dickson Job? Yes. Anapumzika nje ya kiwanja kwa muda gani? We don't know. Lakini namna ambavyo Loemba alikwenda kwa Dickson Job, unaweza kudhani kwamba ni tukio ambalo lingepelekea kukaa nje. Hapana. Lakini tukio la kimchezo. Athari yake ni kubwa. Ukiwa ndani ya mchezo uwezi kusema kwamba eti huyu nimegusa kawaida. Kwa sababu unaweza ukafanya hivyo, kumbe mtu ana matatizo yake amekonda chini ndo kapotea mazima. Ndio. Kwa hii ni double standard. Sasa ya 5-2, si ndio? Nisema ya 5-2 ambayo tulikuwa tumezungumza. Sasa kanuni ya 41 21 kifungu cha 21 kinasema mchezaji atakayethibitika kupatikana na hatia ya kumpiga mchezaji mwenzake isivyo kawaida au kwa kutumia nguvu kubwa kuliko kawaida, kupigana au kumpiga mwamuzi, kijana wa mpira, ballkid au afisa au mhudumu wengine na mhudumu mwingine wa mchezo atasimama kushiriki michezo isiyopungua 5 au kufungiwa kati ya miezi 3 mpaka mwaka mmoja. Watu malizie na faini isiyopungua shilingi milioni 1. Basi sikiliza. Kwenye kanuni wakati zinaandaliwa season, nilikuwa subiri isome. Ndio nilikuwa nasoma natafuta. Kwenye kanuni wakati zinaandaliwa wanaweza tafsiri kanuni kwa kosa au mtenda wa kosa. Kuna nafasi mbili za yeye kuchagua: kutazama mazingira ya tukio, historia ya huyo mchezaji au mhusika wa tendo, against, yani hata yule aliyetendewa naye wana nafasi ya kumhusisha kwenye tukio. Kwamba mnamkumbuka kulikuwa na mchezaji ana tabia kufanya vitendo visivyofaa mchezoni kwa wenzie, kwa kutumia kidole ambacho sio sahihi. Nakumbuka. Yaani yule kama mimi nakutwa nimempiga kiwiko kisivyofaa kwenye hii 5 isivyo kawaida, siendi kwenye mechi 5. Wanakupunguzia. Wanachunguza, kuna nafasi ya hiyo kamati kuchunguza na kupata ripoti ya matukio ya huyo mchezaji, matukio against mimi niliyefanya hiko kitu, kwa sababu kuna muda pia unakaraishwa. Mwanadamu ana nafasi ya kupewa kukaraishwa. Ndio maana hata wanaosoma sheria mahakamani wanaruhusiwa kuangalia tabia ya husika ya mtenda na aliyetendewa, na ndio maana kuna nafasi ya kujitetea. Mnakumbuka nilisema wataitwa kujitetea. Hapo unajua Justin, unaibuka double standard. Thank you. Kwa room
room ya maamuzi yasiyokuwa sahihi yenye milengo ya kutokuwa na mlingano, ndio hiyo mnaita double standard, ndio inapotokea. Ni utashi. Lazima tutofautishe. Kuna tukio bora ambalo linatokea ukiwa ndani ya mchezo. Kama lile la Selemani Mwalimu. Lile alikuwa kwenye mchezo. Angalia Bikoko alimwekea mkono. Unajua tuko kwenye mpira kutengwa. Maana kuna ni disturb. Ndio. Huo mkono huo ndio ulitumika kama kumpiga labda kama alimpiga ametumia nguvu sawa kurudisha hicho kosa alilofanya. Hatukatai ni kosa alilofanya, lakini hebu fikiria alitumia mkono. Hebu nithibitishie kana ni target sio kawaida. Ilivyo kawaida ni kwamba ameguswa bega ile kujiletea hii kanuni namba 5(2) imesema hivi: kupiga kupitiliza na isivyo kawaida. Hebu niambie wewe utaniua. Sikiliza, it's okay. Wewe utaniua kwa kunipiga sana au kidogo? Hebu nithibitishie wewe. Yaani wewe mwone kanuni apime kupiga sana na kupiga. Ndio maana hapa kwenye sheria za kawaida kupiga sana kesi. Sisi ameongelea issue kwenye sheria za kawaida kesi. Sisi ameongelea kwa kusudia na kwa kusudia. Sisi ameongelea issue kuna dhamira ya tukio alafu kuna athari baada ya tukio. Unaweza usidhamirie kuumiza, na ndio maana mahakamani unaweza kuua na usihukumiwe kwamba kuua pasipo nini kukusudia. Ndio maana nikwambia anayetafsiri kanuni ana room ya kufanya homework yake. Kwanza hao watendeaji, alafu aliyekitenda na kimetendwa kwa wakati gani. Mimi nimeshuhudia Ulaya kama hili tukio la Dickson Job. Ni kweli Luemba hakuwa na dhamira ya kumuumiza Dickson Job. Yes, second. Lakini wakili huyu kesi anapigwa kesi kubwa Ulaya huyo. Ndio. Mchezaji wa taifa tena Uingereza hawakuachi. Inategemea, ndio maana hata wenyewe bila shaka hilo walipitia kama alikusudia au ndani ya mchezo. Unanielewa? Sijasema Luemba akakaliwe kikao. Nimeongelea reference ya wenzetu waliotangulia kwenye maeneo hayo. Mfano AFCON mwezi wa 6 Dickson waumizia Uingereza wa famasiara nini. Sasa mimi katika bodi ama sehemu ambayo naona kwanza haina mantiki hii ya kukaa baada ya saa 72 na kufanya adhabu. Kwanza tujiulize, kabla ya mechi ya Simba na Yanga, mimi najua kulichezwa mechi nyingi sana pale nyuma, ukitoa mechi ya Dodoma Jiji na Simba, si ndio? Kulikuwa na michezo mitatu. Umenielewa? Lakini timu ambazo zimefanyiwa hizo inspection na zikatolewa adhabu ni timu takriban 2 tu kwenye huo mzunguko wa Dodoma Jiji na Simba, alafu na huo mzunguko wa Yanga na Simba. Tena huo mzunguko wa Yanga na Simba ndio imepigwa mechi moja, si ndio? Kitu ambacho nakiona hakijakaa sawa kwa hii kamati ya saa 72 ni kufanya maamuzi pale watakapoamua wao. Baada ya mechi ya Simba na Dodoma tarehe 28 kamati ilitakiwa ikae itoe adhabu. Ndio. Wakasubiria dabi wacheze dabi. At the end of the day ndio wakatoa majumuisho sasa. Na hapo kwenye kutoa majumuisho kuna baadhi ya game hatujaziona. Kweli. Kuna mechi ya Singida na Namungo, kuna penalty zilipatikana za mchongo, lakini waamuzi hawakuguswa. Sio ya mchongo. Tena nikukumbushe hiyo mechi kuna tukio la Kikoti alikwenda kuruka kung fu. Kama kung fu ile sisi ya sport. Lakini hakuna chochote. Haijaguswa. Hiyo sasa ndio kizungumza dhamira ya kwenda kufanya vibaya mwenzio. Twende kwenye viwanja sasa. Tumeona uwanja wa Sokoine. Basi nilikuwa Muhanga, ilienda ile mechi ya kwanza dhidi ya Yanga na Mbeya City. Ndio. Baada ya mechi mimi niliandika. Kaka yangu Karimbo Imanda, afisa mwenye dhamana ya kuizungumzia ligi yetu, akaja akanishutumu chini. Umenielewa? Kwamba tunaichafua ligi and all that. Ule uwanja haukuchukua muda ukafungiwa for the first time. Uwanja umekuja kufungiwa. Ngoja alikurudia Boimanda. Hakunirudia. Uwanja umekuja kufungiwa tena Sizia Sports tarehe 14 mwezi wa pili. Huu ni mwezi wa 3 leo tarehe ngapi? Tarehe 9, si ndio? Hatujauanza hata mwezi ule mwezi wa 3 hujachanganya bado. Tarehe 14 ile siku ya Valentine uwanja unatoka taarifa, uwanja unafungiwa baada ya Azam FC
kucheza dhidi ya Tanzania Prison. Uwanja ulikuwa nyekwa, utamaniki, Abtali anakuambia nyekwa. Sasa unaona picha inayokuja kutengenezeka hapo. Inaonekana kama Young Africans anapokwenda kucheza kule ametengenezewa mazingira mapema. Azam wamepewa ugumu. Yani hapo kwa sababu yanapotengeneza uwanja umefungiwa tena. Na baada hapo ukafunguliwa tukachezeka kufungwa tena. Umesikia? Na baada hapo Simba ibidi aende kule Sokoine akapelekwa Dodoma. Umenielewa? Baada hapo ngoma ndio ikafungwa. Pale ndio ngoma ilifungiwa pale, Simba kwenda Dodoma. Azam wameenda kucheza. Wamecheza. Azam kumaliza kucheza tu umefungiwa. Kwanza Sizia unajua bodi ya ligi kinachowahukumu ni neno masaa 72, kamati ya masaa 72. Ni kitu ambacho wao wenyewe wataki kukisikia, kile tunakizungumza sana kusema kamati ya masaa 72 mara baada ya mchezo. Hiyo kamati inaitwa kamati ya uendeshaji wa ligi, ambayo zamani kweli ilikuwa inatumika kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi. Kwa maana hiyo kamati inakaa mara baada ya muda, sio kwa masaa 72 ambayo watu wanayazungumza. Ingawaje mara ya kwanza ilikuwa hivyo. Kwa sababu gani? Kipindi cha nyuma kulikuwa na mpango wa mechi kuanzia Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi na Jumapili zinacheza timu zinacheza hapa. Unakuta baada ya masaa hayo, baada ya muda huo unapata majibu ya matukio. Baadaye wakabadilisha kwamba bwana, tunacheza michezo mfululizo, tutakuwa na muda labda kwa mwezi mara 3 au mara 4 au mara 2 tutakuwa tunapitia ligi imefanyaje. Sasa ndio wanakuja kutoa taarifa. Sasa hiyo hukumu ndio kitu ambacho kilikuja kuwachanganya kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo. Kulikuwa na matukio 2 matatu ambayo ilikuwa nazungumza, natakiwa tufanyiwe maamuzi. Hawajakaa. Nakumbuka kipindi hicho walikuwa na kikao Shinyanga kule, walikuwa na mkutano Shinyanga. Kamati itabidi ikitoka kwa ndio ije kukaa na dabi hapa, unafanyaje? Kwa hiyo wao haiwafungi sasa hivi kukaa ndani ya muda ambao sisi tunautaka. Matukio machache. Sasa hapo kinachowatia dosari ni hayo matukio. Sababu inaonyesha ni kama mabwana wamepewa picha mechi za Instagram tu zile. Sababu kuna matukio, mfano mechi ya Namungo. Hawaangalii mechi ya Namungo na Singida. Nani ambaye anaweza kaposti kwenye mitandao mara kwa mara? Mimi kilichonisikitisha sana ni haya maamuzi. Yani sidhani kama watakuwa wametafakari vizuri. Hii ya kusema Simba walipata goli halali. Unajua mwamuzi kwenye FIFA, mwamuzi ndo hakimu wa mwisho wa kuamua nini? Ili goli sio goli. Akiamua pale amekuonea hajakuonea. Akishapiga kipenga pale mpira hujaanzishwa katikati, maana yake hakuna chochote. Sasa wao wamekuja kutoa kwamba lilikuwa ni goli halali. Sasa hii inakuwa sio semina, tunajadiliana. Wewe umetupa hoja na sisi tunapata sikuzuii kuongea. Haya. Hizo ndo utashi tunaosema hapa. Endelea. Okay, sawa. Sasa ukiangalia sasa kwenye scenario hiyo wametoa picha kwamba ile ilikuwa goli la halali. Umeelewa? Lakini matokeo hayajabadilika. Lakini ni mechi gani kabla ya hii mechi ya dabi walishawahi kutoa matokeo ya namna hii? Unajua usaidi kwa mwamuzi kukosea ni kawaida. Umeelewa? Yaani makosa, kwa sababu hata Uingereza wenyewe walileta VAR kwa ajili ya kuwasaidia waamuzi kwamba hawezi kuona matukio mengine. Sasa angalia kitu ambacho wametengeneza scenario nyingine ngumu. Goli ambalo makosa ambayo yametokea, mchezo ambao umemhukumu Dube pamoja na tuseme waamuzi wawili ambao wamehukumu waamuzi wawili. Hebu angalia mechi ambayo imetoka jana kucheza Yanga na Polisi Tanzania. Sawa. Mwamuzi ameruhusu goli wakati mtu alishika kwenye mkono. Je, alitimiza sheria pale? Kuna makosa bado warudi nao wakamhukumu sasa. Na sio hiyo tu, kwa sababu nimeona mpaka video ya mechi ya KMC bao la Selemani Mwalimu lile alikuwa kaotea. Na hata kwa nini hajatoa sasa? Kwa nini hajatoa? Sasa utashi wanapojikanyaga. Utashi ni katika kabla hujatamka au kuzungumza chochote. Lazima ujifikirie wewe na watu unaozungumza nao. Watanzania siku hizi tumeelimika sana. Yaani ukishaweza kusema goli halali, maana yake Simba ana matokeo ya alama hizo 3. Na kisheria Simba anaweza yaani huyo anayepewa kutafsiri kanuni kwanza anatakiwa awe mwanasheria. Lazima kuwe na wanasheria. Hata yule anayeandika. Sikiliza vizuri. Ukishakosa utashi, taaluma yako inaondoka. Ndio tunachokizungumza hapa. Yaani utashi jini Uswahilini ndio mnaita utu. Kwa labda za wamejifunua nguo hivi. Niliwazungumza
ile kwa hiyo blaza, mimi na swali. Kwa hiyo waliposema kwamba Simba lile goli la halali, kwa hiyo walipaswa Simba wapewe goli la halali. Unabadilisha matokeo. Umeona hapo? Anayeweza, ndio maana amesema hapa Lugano na Bula. Anayeweza kusema hili ni goli ama si goli ni mwamuzi wa mchezo. Lakini hapo pamoja na taarifa pale pale anasema hivi, ile Dube na yenyewe nikopo sio offside. Yaani anasema alikuwa ni onside. Yani haijalishi ilikuwa offside onside. Hawajaandika pale. Sasa wao wakija kuzungumzia, ndio maana nasema kuna offside ngapi huku hawajaziwa kwenye kamati. Wameandika kuna matukio mangapi ambayo kwenye kamati na hukumu zake. Wamejivua yake wao nguo, yani utu wao wameutweza. Na kingine bro, hii ligi sio kwa ajili ya Simba na Yanga. Nakwambia hawana adabu. Kwa nini? Yani bodi hiyo sijui kamati haina adabu kwa nini? Haina adabu kwa sababu yani utotuambiaje, nilikuwa nasubiria dabi ichezwe kabisa. Yani why dabi? Kwa nini usikifanya hukumu tangu Februari 28? Yani dabi iwepo katika orodha ya mechi zingine. Yani kwa nini una special nyingine humo ndio uje utoe matokeo? Sasa hapo maana yake nini kesi? Unaelewa Lugano? Na kuangalia matokeo. Ukikosa utashi, busara, hekima, wewe uko uchi. Ni kweli na katika umma. Na ubaya sasa, ubaya Justin Case 92.5 ni kwamba hao wenye hizo mamlaka Sizia Sports, ukiwasema ama ukizungumza, yani ukizungumza kuhusiana na kile ambacho kijaenda sawa kutoka kwa wenye mamlaka, utaambiwa turudishie beji yetu. Kwanza baada mimi hawezi kunipata huko kwa sababu mimi silalamikiagi beji. Sina shida hata na beji zao. Hata huko uwanjani kwenyewe mimi kwendaga hata siendagi. Kwa hiyo kama mimi nikikwambia Sizia Sports umezingua hapa, hakupaswa kuwa hivi. Kwa sababu issue ya uwanja wa Sokoine mpaka imekuwa kero. Kwa nini unafungia baada ya mechi? Yaani unafungia Alhamisi, Jumamosi unaufungia Jumapili, Jumanne unaufungulia. Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini usifungie miezi 6? Piga ukarabati wa kutosha. Ili mechi zikija zinachezwa mechi zimenyooka. So tunaangalia mechi kinyaa. Kwa nini tunaangalia mechi kwenye viwanja kinyaa? Sasa nikwambie Bula, ukiona uwanja unafunguliwa, ujue hapo mechi mbili zijazo Azam au Yanga anaenda huko. So alifunga Simba anaenda kule akafunga uwanja. Yes. Babu, yani msikilizeni, rekodi zipo, mechi zote tunazo. Ukiona anaenda Azam au Yanga, uwanja utafunguliwa mechi mbili kabla. Ndio. Wakishatoka wakilalamika Yanga na Azam wanaofungia, ujue hapo kuna mwanaume anaenda kupata matokeo. Unajua kuna kitu kimoja bila wakati tunazungumza kuhusiana na uwanja wa Sokoine. Uwanja wa Sokoine ndani kwenu huko kabisa, home kabisa. Yani uwanja wa Sokoine, kwanza kuna kitu nijiuliza kuhusiana na kamati na usimamia miundombinu hasa kwenye uwanja. Ule uwanja wakati nacheza ilikuwa Tanzania Prison, walikuwa nacheza na Mashujaa. Ule mchezo nacheza Mashujaa. Usiku kwa jana imepigwa mvua ya maana. Ule uwanja uko umetota. Umeelewa? Inaamka mpaka mida saa ngapi kabla ya mechi mvua imetotoa kupiga mpaka pembeni unaona kuna maji. Mwamuzi akalazimisha ule mchezo wakati maji yako mengi. Kiuhalisia kwenye uwanja, ukicheza kwenye uwanja ambao una maji mengi, unaenda kuharibu uwanja. Unaharibu kwa sababu maji si yako mengi, unakanyaga zile, unaitengeza tope. Nikasema hapo uwanja anaenda kuharibu. Wakalazimisha ule mchezo ukachezwa. Alafu kuna mechi nyingine kanafuata. Subiri kwanza, leo tarehe ngapi? Tarehe 9. Kwa taarifa ambayo nimepitia, uwanja wa Sokoine ulifungiwa Februari 19. Kwa maanisha hivi leo tarehe 19 hata mwezi bado hujafika. Maana yake ulifungia Simba akacheza Dodoma. Ndio ambao Azam akaja akaufungulia afa kufunga tena. Kwa hiyo hata wenyewe wanaosimamia miundombinu hii yani hawajali. Maana yake mimi nisikuona haja ya kulazimisha mchezo siku ile wakati uwanja hauna hadhi ya kucheza wakati ule, unakimbizana muda, unaharibu uwanja katika kipindi ambacho kamati imejikanganya, imejivuruga kabisa hadi katika kipindi hiki, na hususan hii taarifa walivyomusa banda mpaka Red Cross anapewa nilio jamani, sasa dakika 10 hapo.